Kapteni John Charles Tesha ambaye hivi sasa ameendelea kuwa midomoni mwa Watanzania wengi, huko hoja zikiendelea kumbana kuhusiana kwamba yeye ni mwanajeshi feki. Kwanza likiweza kuulizwa jambo kwamba je, kuna mwanajeshi anayeruhusiwa kuwa na ndevu? Basi mwisho wa siku unajikuta kwamba majibu yanakuja ni kwamba kwa yule active ID kwa mwanajeshi hakuna anayeruhusiwa kuwa kama hivyo. Lakini tukiendelea mbali zaidi kuhusu vazi ama kofia pia lililoweza kujitokeza na kuonekana ni kwamba pia wazi ni kama limetengenezwa huku kwenye baadhi ya mitandao ikiweza kusoma kwamba ni kama active kabisa kwenye kikosi cha SAC ambacho ni kikosi cha ukufunzi wa jeshi la anga, huku Kapteni John Charles Tesha akionekana kuwa bado yuko active licha ya maneno mengi aliyoyazungumza na kutoa ahadi kwa Watanzania kabla ya tarehe 29 ya Oktoba mwaka 2025. Basi yeye atarejea, yani akiona hakuna mabadiliko, hakuna kilichoweza kufuatwa katika yale aliyoweza kuyasema na kuyashauri, basi atarejea na kuweza kuzungumza. Lakini hakuishia hapo, alienda mbali zaidi akiweza kuzungumza kuhusu ma-influencers, yani wasanii, na hapa tunamzungumzia Diamond Platnumz, Harmonize, Rayvanny, Mario, lakini pia kina Ali Kiba, Zuchu, Nandi na wasanii kadha ambao wanaonekana pia kuwa na nafasi kubwa ya kuinfluence jamii, huku akiweza kuambia na kuwashauri, lakini alisisitiza kwamba anatoa ushauri na sio kuwalazimisha. Ni hapa akizungumzia Diamond Platnumz, yani anamshauri na sio kumlazimisha, kwamba kipindi kama hichi ambacho kimekuwa kikiendelea kwa baadhi ya mambo tofauti, basi ameweza kuwashauri wasanii waweze kuwa upande wa wananchi, lakini pia sio tu kuweza kuwa upande ambao wao wanajisikia. Ni moja kati ya vitu ambavyo ameweza kuvigusia huyu anayesadikika kuwa ni mwanajeshi feki ambaye hivi sasa amekuwa akiendelea kutrendi kama Kapteni John Charles Tesha wa hivi sasa, huku akiweza kutengenezewa baadhi ya mabango tofauti na kufananishwa na El Capitano Ibrahim Traore, huku zikiwa ni sifa lakini pia na kiki mbalimbali zikiweza kutengenezwa. Na ndio maana kuna baadhi ya watu pia wanaamini kwamba kwa Kapteni John Charles Tesha isije ikawa tu ni mazungumzo ya kutengeneza kiki na trending ili mradi aweze kupata umaarufu, kwa sababu tuliweza kupata taarifa na barua ya JWTZ kuweza kuwaonya pia wale ambao pia wameendelea kusambaza maudhui, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatumia kivuli cha jeshi la wananchi la kulinda wananchi Tanzania kuweza kupata manufaa yao na kuweza kulihusisha na masuala ya kisiasa, huku likiweza kutoa onyo kali kwamba halitaki kuhusishwa na wala kujihusisha na masuala ya kisiasa, kwa sababu wanaendelea kufanya jitihada ya kufanya kazi kikatiba, lakini pia kwa utii na weledi zaidi, kama vile ambavyo iliweza kuzungumzwa pia na kanali na barua hiyo kuweza kutolewa hadharani kwa vyombo vya habari, lakini pia na wananchi kwa ujumla, ili mradi waweze kufahamu ni nini kinachoendelea. Kuna wakati yalikuwa yakizungumzwa mambo kadha na huyu El Capitano ama mwamba, mnaweza kumuita mwamba Tesha, ambaye hivi sasa ameendelea kushika hatamu katika nchi ya Tanzania, huku akiendelea kuzungumza kwamba yeye haogopi kifo na yuko tayari kwa ajili ya jambo lote ili mradi aweze kuokoa nchi ya Tanzania. Sasa mengi yanazungumzwa, na kama ulivyoweza kunisikiliza kwa makini tu, kwa huyu mwamba mwanajeshi feki El Capitano mwamba John Charles Tesha, ambaye bado pia sifa zake hazijamfanya kuonekana kwamba bado ni mwanajeshi.